Mada ya leo inahusiana zaidi na namna ambavyo unaweza ukapunguza gharama za vyakula kwa kuku wa kienyeji, na nimelenga zaidi kuku wa kienyeji kwa sababu nimeona hapa ndio pana shida kubwa sana. Shida kubwa ya wafugaji wa kuku wa kienyeji, wanapunguza gharama za vyakula kwa namna ambayo sio sahihi. Kwa hiyo mimi kwenye hii video nitakuja nikupe mbinu 5 ambazo utakwenda kuzitumia na utapunguza gharama za vyakula kwa kuku wako wa kienyeji katika namna ambayo ni sahihi kabisa. Lakini sio kwa kuku wa kienyeji tu, unaweza ukatumia hii mbinu kwa kuku kama vile chotara. Ili mradi tu ni kwamba hao kuku kama unawafuga katika mfumo ambao ni kama vile kuku wa kienyeji, utatumia hii mbinu. Lakini kuna baadhi ya mbinu pia unaweza ukazitumia kwa kuku wa kisasa kama vile kuku wa mayai. Umeona moja ya mbinu hapa, hawa sisi ni kuku wa mayai, lakini kuna mbinu hapa tumeitumia kwa ajili ya kupunguza gharama za vyakula katika namna sahihi kabisa. Lakini pia kuna mbinu nyingine ukazitumia kwa kuku wa broiler kama wewe unafuga broiler na kadhalika. Kwa hiyo nisikilize vizuri kabisa kwenye hii video namna ambavyo nitakuelekeza na utatumia hizi mbinu. Kwa wale ambao mlikuwa mnasubiri kwa hamu kabisa hichi kitabu ambacho kina maelezo muhimu kabisa ya ufugaji wa kuku wa kienyeji, azia wakiwa vifaranga, wale kuku wanaokua, lakini pia na kitu kizuri kwenye hiki kitabu bwana, tumeelezea changamoto ya kila kundi, yani vifaranga wana changamoto gani, labda kuku ambao wanakuwa wana changamoto gani, kuku wanaotaga wana changamoto gani, na namna ya kutatua. Kwa mfano kuku wanaotaga unakuta changamoto yao labda ni kula mayai, kuatamia vumbi, kuatamia mayai viza, kutokutaka kuondoka kwenye mayai. Tumeweka kabisa na suluhisho ufanye kitu gani ili uweze kumalizana na tatizo hilo. Kwa hiyo tumeandika kila kitu. Pia tumeandika chanjo za asili ambazo zinamfaa kuku wa kienyeji, ambazo ukitumia kwa kuku wa kienyeji basi anapona vizuri kabisa. Ni kitabu ambacho ni kizuri sana, kitakuelekeza vizuri kabisa wewe ambaye ulikuwa unafuga kienyeji au kiholela kuku wa kienyeji. Kitakuweka ufuge vizuri na utaweza kufanya biashara kwa kuku wa kienyeji upate faida nzuri kabisa. Hichi kitabu tayari kimetoka, kinapatikana kwa shilingi 10,000. Ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp au kwa njia ya email. Tutafute kwenye hiyo namba WhatsApp au tupigie simu ili uweze kukipata hiki kitabu. Na hiki kitabu kinakuwa kitabu cha 4. Vitabu ambavyo tunavyo mwanzo ni Safari ya Ufugaji, ambacho kina maelezo vizuri kabisa ya namna ya kumfuga kuku chotara. Lakini pia tunacho cha Tiba za Asili, ambacho kina tiba zote za kuwatibia kuku wa aina yoyote ile. Yani humu ndani wewe utaelekezwa namna ambavyo unaweza ukatibia kuku, namna ambavyo unaweza ukatibu magonjwa fulani, utachanganyeje dawa na vitu vingine vingi. Sambamba na hapo tunacho kitabu cha Ufugaji wa Broiler, ambacho kina hatua zote za msingi kabisa za kumlea kuku aina ya broiler, pamoja na hiki ambacho kimetoka sasa hivi cha Ufugaji wa kuku wa kienyeji. Hivi vitabu vyote, kila kitabu kimoja kinauzwa shilingi 10,000, na vitabu vyote vipo kwenye soft copy. Na kitu kizuri, hivi vitabu vyote 4 ambavyo unaviona hapa kwenye picha vina peji zinafanana, vyote vina peji 21. Kwa wale pia wanaotaka kujiunga na kundi letu la ufugaji, namna bora ya kuwalea kuku, tunaelekeza mle ndani jinsi gani unawapokea kuku, vitu gani vya ziada unaweza ukampa kuku, tunaelekeza namna ambavyo unaweza ukajenga mabanda na vitu vingine vingi ambavyo vinatokea hapa shambani. Yani sisi kwa ujumla kwenye kundi letu la ufugaji tunakuchukua wewe mahali popote pale ambapo upo, tunakuunganisha na kundi letu la WhatsApp. Utakuwa ni sawa na mtu ambaye yupo hapa shambani. Utakuwa una observe au unatazama kila shughuli zinazofanyika hapa shambani kupitia WhatsApp. Kujiunga na kundi letu ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi miwili. Miezi miwili ukiingia kwenye kundi letu utabadilisha kabisa namna ambayo ulikuwa unawafuga kuku wako na kuwa na namna bora ambayo utawafuga kuku. Hapa shambani sisi tunao kuku wa aina zote.
yani hata chotara tunao pia chotara wa aina tofauti tofauti. Unajua chotara kuna Saso, sijui kuna Taniblo, kuna nini. Sisi hao kuku wote tunao hapa shambani kwetu. Karibuni kujiunga na kundi letu, ni shilingi 8,000. Utupigie kwenye hiyo simu au tutafute WhatsApp ili tuweze kukuunganisha na kundi la Kingo Farm ili uwe mwanafamilia. Sasa tukiendelea na mada yetu, ninakupa mbinu 5 ambazo utazitumia ili kuweza kupunguza gharama za chakula hasa kwa mfugaji wa kienyeji. Na nimekuambia kwamba namtaja mfugaji wa kienyeji kwa sababu wengi wamekuwa wakipunguza gharama za chakula pasipo kutumia mbinu sahihi ambazo zitawasaidia kuku wao waweze kukua, lakini pia waweze kutaga vizuri. Jambo la kwanza kabisa ni kutumia kanuni bora kabisa ya kuchanganya chakula. Sasa ninaposema kanuni bora ya kuchanganya chakula, kidogo kuna baadhi ya wafugaji wanaweza wakanishangaa kwa sababu ile kanuni inakuwa na vitu ambavyo inatakiwa ukanunue. Na wafugaji wengi wa kuku wa kienyeji wamezoea kuwaacha tu kuku wao wanaokota chakula na wanarudi ndani. Sasa hapa mtu anaweza kaona mbona anaongeza gharama? Hapana. Hapo huongezi gharama. Kitu kikubwa ni kwamba unawafanya kuku wako wawe na ubora mkubwa na waweze kukupa matokeo makubwa. Kwa hiyo kama utapata matokeo makubwa kutokana na gharama ambayo utatumia ni ndogo, kwa mfano kitabu cha ufugaji wa kuku wa kienyeji tumeweka zile kanuni ambazo ni gharama ndogo sana kuweza kuzitengeneza. Ukipata hichi kitabu utaona mle ndani. Utapata kuku ambaye ana ubora mkubwa, ambaye ukimpeleka sokoni utamuuza kwa faida kubwa kuliko vile ambavyo ungemwachia tu. Unajua kuku wa kienyeji mara nyingi sana mpaka aje aeleweke kwamba huyu kuku labda anauzika ni miezi 7, ni miezi 8, wakati mara nyingi unakuta wa kuku wa kisasa na chotara ni wakifika miezi 3 wanakuwa ni wakubwa. Yani kuku wa miezi 3 chotara ni zaidi ya kuku wa miezi 8 kuku wa kienyeji. Kinachokosekana pale ni kwamba lishe ambayo anaipata kuku wa kienyeji ni duni. Kwa hiyo jitahidi kama unafuga kuku wa kienyeji basi kuwachanganyia chakula kwa kanuni ambayo ni bora kabisa. Kwa hiyo hii ni mbinu ya kwanza. Mbinu ya pili ambayo itakupunguzia gharama za chakula ni kuwapatia kuku wako chakula ambacho yani nazungumzia usiwape kuku wako vyakula ambavyo vimeoza, vimeharibika na mabaki. Kwa sababu ukiwapa kuku wako chakula ambacho kwa mfano kimechacha, unakuta mtu amepika maharage ya kichacha anaenda anawapa kuku, watapata magonjwa kama vile typhoid na magonjwa mengine. Kwa hiyo utakachokiambulia hapo wewe ni vifo, lakini pia na kununua dawa ambazo zitakufanya utumie gharama kubwa kwa sababu ya chakula ambacho umewapatia. Kwa hiyo usiwape kuku wako mabaki, wapatie chakula bora kama nilivyoelekeza kwenye mbinu ya kwanza. Hii ya pili ni kwamba sahau kuwapa kuku wako mabaki. Nimeona wafugaji wengi wanachanganya mabaki, wanachukua mabaki wanachanganya na vitu vingine. Mtu anaweza akawa labda na mfano akawa na broiler booster anachanganya kwenye mabaki. Sasa hivyo havichanganywi hivyo, zaidi utawapa kuku wako shida. Na mbinu ya tatu ambayo ninakuelekeza ya kufanya kwenye chakula ili uweze kupunguza gharama ni kuwapatia chakula cha ziada kuku wako. Chakula cha ziada ambacho nawapatia sasa ndio uwe makini. Mfano utawapa labda mboga majani, nazungumzia majani, unayafunga kuku wanakuwa wanayadonoa. Kwa hiyo kwa kiasi fulani kuku watashiba kutokana na majani ambayo umewapatia, na hivyo itakufanya utumie chakula kiasi kidogo sana, chakula ambacho umechanganya kiasi kidogo sana ili kuwafanya kuku waweze kushiba. Kwa hiyo ni jambo zuri sana kama utawafungia majani. Lakini pia chakula cha ziada unaweza ukatengeneza wale fuza, japo atuelekezi zaidi kwa sababu ya mazingira ambayo fuza yanapatikana ni mazingira ambayo mara nyingi sana yanapelekea magonjwa ya matumbo kwa kuku, typhoid na vitu kama hivyo hapo. Kama unao uwezo wa kutengeneza fuza, basi kabla hujawapatia kuku wako hakikisha waosha vizuri ndipo unawapa kuku wako. Na muda mwingi sana unakuta kuku wa kienyeji sasa, kwa mfano ukiwa unamwaga mbolea sehemu na ukawaacha huru, huwa wanaenda wanapaa wanawatafuta wale fuza wenyewe katika maeneo hayo.
Mwisho kabisa ni kutumia mfumo huria wa ufugaji, yaani wanalala bandani, unawaachia wanaenda kujiokotea wenyewe. Lakini kitu cha msingi, kumbuka kwamba asubuhi pale hakikisha unawapa kiasi kidogo cha chakula ambacho kimechanganywa kwa kutumia kanuni bora kabisa. Hiyo itakusaidia wewe kuweza kuwafanya kuku wako wawe wana afya bora, kwa sababu wanapata virutubisho vyote. Lakini pia na jioni, kabla hawajaingia mabandani, wawekee chakula wale waende bandani. Kwa hiyo chakula kile ambacho wanakuwa wanaokota wao kinakuwa ni, hata kama hakina virutubisho vyote, lakini wewe unakuwa tayari umeshawapatia chakula chenye virutubisho vyote, na hivyo utawafanya kuku wako wawe na afya bora, uwahi kuwavuna. Kuku wa kienyeji akifika miezi 3.5 anauzwa vizuri kabisa, lakini tunashindwa kumuuza kutokana na kwamba chakula anachopata yeye kinakuwa ni duni, hakina virutubisho vyote. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, kama utafuata hivi vitu, unaweza ukavitumia kwa kuku wako wa kienyeji, ukatumia kwa kuku wako chotala. Lakini pia kuna baadhi ya mbinu kama vile za kuning'iniza mboga za majani zinatumika kwa kuku wa kisasa, kuku wa mayai na kuku wa nyama, unazitumia vizuri kabisa. Tena uzuri wa mboga za kuning'inizwa, zinakuwa zina vitamini, na zaidi zinakuwa zina fibers. Fibers zile ni nyuzi nyuzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho kuku akila kinakaa kwenye mfuko wa chakula kwa muda mrefu na hata wahi kujisikia njaa, kwa hiyo utapunguza. Lakini pia ukining'iniza kama hizi mboga au majani ambao wanapendelea kula, huwezi amini, kwa mfano sisi kuku wetu hapa shambani wanapenda sana kula majani yale ya mwarobaini. Kwa hiyo muda mwingine tunawaning'inizia majani ya mwarobaini. Kwa hiyo wewe angalia kuku ambao majani wanapenda kula. Hata hapa tumeshawahi kuelekeza majani ambayo kuku wanapenda sana kuyala. Kwa zile fibers zinasaidia pia kurahisisha mmeng'enyo wa chakula. Hata kama kuku wamekula chakula kina protein, kinaenda kumeng'enywa vizuri. Yaani ile protein inaenda kunyonywa vizuri kutoka kwenye chakula ambacho wamekula. Kwa hiyo itakusaidia kuku wako kupata afya bora kwa chakula ambacho unatumia.